kanuni ya kusimama madhabahuni na kutunza moto wa madhabahu usizimike. Nitarudia tena. Kanuni ya kusimama madhabahuni na kutunza moto wa madhabahu usizimike. Ni somo ninafundisha injili ya watumishi na injili ya washirika. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa umeitwa kwa ajili ya kuhubiri, ukiwa umeitwa kwa ajili ya kipawa na neema katika engo ya mtume, nabii, mwinjilisti na mwalimu, ziko kanuni za kusimama madhabahuni na ziko kanuni za jinsi utaitunza madhabahu unayoitumikia, moto wa madhabahu usizimike. Kwa ni vizuri ukanisikiliza ili usipoteze nguvu ya Mungu ndani yako, wala usipoteze nguvu ya Mungu kwenye madhabahu, kwa sababu tuna watumishi wengi hawazijui kanuni za madhabahu na hawajui kanuni ya kutunza moto. Nikizungumza madhabahu, ninazungumza hii madhabahu ya Mungu aliye hai ambayo haihamishiki. Lakini kwako ndani kuna madhabahu, ndani yako kuna madhabahu ya Mungu inayotembea. Kwa hiyo kwenye madhabahu hii ya Mungu wa Eliolam kuna namna ya kanuni za kutenda kazi juu ya hii madhabahu, na madhabahu ulio nayo katika kilindi cha moyo kuna kanuni ya kuitunza hiyo madhabahu na kuifanya moto wake usizimike. Ninahubiri juu ya madhabahu isiyohamishika na madhabahu inayohamishika. Isiyohamishika ni madhabahu ya Eliolam ambayo iko Changanyikeni, Makongo, Dar es Salaam. Inayohamishika ni madhabahu ulio nayo ndani ya moyo wako, unatembea nayo, unafanya nayo kazi na unalala nayo. Hiyo ni madhabahu. Kwa nini nina ujasiri wa kusema wewe ni madhabahu? Maana madhabahu ni mahali Mungu anapokaa. Kwa sababu hiyo neno la Mungu linasema mwili huu ni hekalu la nani? Roho Mtakatifu, na Roho akai mahali pasipo na madhabahu. Tunaweza tukaelewana mahali hapo. Kwa hiyo wewe una madhabahu inayotembea. Kwa hiyo ndani yako, ili uwe na nguvu, ni lazima usababishe madhabahu ya Mungu iwe na nguvu kuliko madhabahu zingine. Ndani yako ninazungumza. Kama unashindana na roho zingine, hizo roho ndani yako zimetengeneza madhabahu. Na kama una vita ndani ya maisha katika mwili wako, uvamizi wa kipepo, mizimu na nguvu za giza kutoka ndani yako, hizo roho na hizo nguvu na hizo madhabahu, hizo mizimu imetengeneza madhabahu ndani yako. Hivyo inabidi uinue madhabahu ya Mungu kuvunja madhabahu zingine ndani ya mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Ikizungumza kanuni ya kutunza kusimama madhabahuni na kutunza moto wa madhabahu, ninazungumza kutoka kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 9 mstari wa 9 mpaka 12. Kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 6 mstari wa 9 mpaka 12. Msomaji mzuri wa neno la Mungu kwenye madhabahu ya Eliolam, twende pamoja. Biblia yako na yangu na ya mwamini inasemaje? Biblia inasema, ndio. Haya. Mwagize Haruni na wanawe. Waambie. Amri ya sadaka ya kuteketezwa. Amri ya sadaka ya kuteketeza ni hii. Hiyo sadaka ya kuteketezwa. Hiyo sadaka ya kuteketeza itakuwa pale motoni juu ya madhabahu. Itakuwa pale motoni juu ya madhabahu. Usiku wote hata asubuhi. Usiku wote mpaka asubuhi. Na huo moto wa madhabahu. Utawaka juu yake usizimike. Utawaka juu ya madhabahu usizimike. Naye kuhani atavaa nguo yake ya kitani. Na suruali zake za kitani. Atazivaa mwilini mwake. Naye atayazoa majivu. Naye asubuhi atayazoa majivu. Ambayo huo moto umeiteketeza sadaka juu ya madhabahu. Ambao huo moto wa madhabahu umeteketeza sadaka juu ya madhabahu. Kisha atayaweka kando ya madhabahu. Kisha atayavua mavazi yake. Vaa mavazi
mengine, na kuvaa mavazi mengine. Kisha atachukua yale majivu, kwenda nayo nje ya malango, hata mahali safi. Haleluya. Mesoma kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 6 mstari wa 9 mpaka wa 12. Kanuni ya madhabahu, jinsi unavyopaswa kusimama, mtumishi wa Mungu aliyeitwa mwalimu, mtume, nabii na mwinjilisti. Nikitoka kwa Hawa inazungumza juu ya engo ya muamini wa kanisa ambaye unaabudu kwenye madhabahu. Ndani yako una madhabahu. Haujaitwa mtumishi, ila unazitaka baraka za madhabahu. Kuna namna ya kuiheshimu madhabahu, kuna namna ya kuitunza madhabahu. Lazima madhabahu iwe na taratibu za kutunzwa juu ya watendakazi na waamini. Madhabahu lazima iwe na taratibu za kuitunza. Moja, isinajisike, wala moto wa madhabahu usizime. Madhabahu nyingi huwa zinanajisika, na mahali penye najisi uwepo wa Mungu huwa unahama. Mahali mtu anakuja kupanajisi madhabahuni, mahali hapo uwepo wa Mungu unahama. Na Biblia inazungumza Yesu hajaja kuitengua Torati, bali amekuja kuitimiliza Torati na sheria yote ya manabii. Kwa hiyo sheria zote za Torati juu ya madhabahu ilikuwa ni amri ya milele juu ya kizazi na kizazi. Namna ya kuitunza madhabahu ni kanuni inayoendelea milele, kizazi hata kizazi. Hakuna hata kitu kimoja kimebadilika, hakipo. Ni kanuni iliyosimama kwenye hema ya Mungu nyakati za Israeli kwa nabii Musa na kuhani wake Aroni, na namna ya Walawi walivyo-operate, namna watu wa Mungu walivyoiheshimu nyumba ya Mungu na kupatunza patakatifu pake, wakishika kanuni za kuingia patakatifu, wakishika taratibu za kusogea patakatifu. Hawakupasogelea patakatifu pa patakatifu. Leo hii kanisa linapoteza nguvu ya miujiza na baraka kwa sababu mahali hii ni hema ya Mungu, ni kama hema aliyotembea nayo Musa. Tukizungumza juu ya nyumba yote hii na kona zake, tunazungumza juu ya temple, tabernacle ya Musa waliotembelea wana wa Israeli. Lakini ndani ile hema palikuwepo na patakatifu na patakatifu pa patakatifu. Nikizungumza patakatifu, ninazungumza eneo hili ambalo unaona lina carpet ya green. Na nikizungumza patakatifu pa patakatifu, ni mtu ambaye anatoka mahali huko anakuja patakatifu na anapanda patakatifu pa patakatifu. Mahali hapa alipaswa kupanda kuhani peke yake. Na ndio maana unaona kuna taratibu za madhabahu. Mshirika hauruhusiwi kupanda kwenye madhabahu kwa sababu wewe sio kuhani, wala haujaachiliwa kibali cha kuhani kusimama mahali hapo. Wapentekoste tumepoteza kabisa maana ya patakatifu pa patakatifu, na tumevunja sheria ya patakatifu, tukipanaji na kupoteza uwepo wa Mungu. Hakuna unabii, hakuna uponyaji, hakuna deliverance, maana watu najisi wamesimama patakatifu, watu wasiostahili wamepanda patakatifu pa patakatifu. Nini kitahappen kwa sisi tunaotegemea baraka na nguvu za Mungu? Miujiza, ishara na uponyaji na nyamaza. Ninazungumza juu ya discipline, namna ya kama umeitwa lazima uelewe leki za kusimama na kutembea juu ya madhabahu. Wapi nitagusa, wapi nitasimama, wapi sitafika, wapi sitalala. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kupapanda mahali hapa ni maelekezo ya kimbingu kwa sababu maalum. Kupasogelea mahali hapa ni sababu maalum. Sasa nazungumza juu ya mshirika uliyekaa mahali hapa. Haleluya. Haleluya. Kwa mshirika kupazoelea hapa na kupazoelea hapa, unapoteza muujiza, unapoteza baraka, unapoteza communication, unapoteza unabii kwako. Hakuna chochote kitainuka juu yako, maana umepazoelea. Nikizungumza
Juu ya madhabahu ninazungumza. Madhabahu ni nini unaweza ukaniuliza? Madhabahu ni nini unaweza ukatafuta kujua? Madhabahu ni sehemu au ni mahali ambapo pametengwa special kwa ajili ya ibada na kuachilia sadaka. Mahali pale panaitwa ni madhabahu. Haijalishi iwe ya nuru, haijalishi iwe ya giza, ila mahali watu waendapo wakaabudu na kuachilia sadaka panaitwa madhabahu. Sasa madhabahu ninazungumza madhabahu ya nuru katika Kristo Yesu, ili ikuzalie matunda, ikukuze katika utumishi, igeuke kuwa baraka kwako. Heshimu sana madhabahu, maana madhabahu ina kanuni ya namna ya kusimama na kuzungumza juu ya watu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hakuna madhabahu yenye nguvu ambayo itasimama kwenye ardhi isiyowekwa wakfu. Haleluya. Mahali wanatoa sadaka, mesho hiyo madhabahu ina wakfu, imewekwa wakfu kwa Bwana. Maana yake inatambuliwa juu ya hiyo ardhi na mbingu. Kitakatifu kwa Bwana kimewekwa wakfu. Nani ambaye anaweza kukiweka wakfu? Ni mtumishi aliyeachiliwa mafuta na kupakwa mafuta na walioaminiwa na mbingu, viongozi waliomzidi wakamwekea mikono. Mtu aliyewekwa wakfu kwa Bwana ndiye anaweza kuweka wakfu kitu kingine. Unielewe vizuri. Mtumishi aliyewekwa wakfu kwa Bwana ndiye anaweza kuviweka wakfu vitakatifu vya Bwana, na ndiye anaweza kuwaweka watumishi wakfu, kwa sababu yeye tayari amewekwa wakfu kwa Bwana. Lakini leo hii kuna madhabahu hazijawekwa wakfu na watu wanazitolea sadaka na watu wanaabudu mahali pale. Kuna wahubiri wengi hawajawekwa wakfu na Bwana, wala watumishi waliowekwa wakfu na Bwana hawajaweka wakfu watu hao, na wala mkono wa Mungu haiko juu yake. Kuna authority ya kimungu ndani yake haipatikani. Kuna presence ya Roho wa Mungu ndani yake inakosekana. Kwa hiyo kuna namna tofauti ya madhabahu ya Mungu iliyowekwa wakfu na mtu aliyewekwa wakfu na Bwana. Ile madhabahu huwa inatambulika kuzimu, duniani, juu ya vitu na mbinguni. Haleluya. Kwa hiyo kitu ambacho nafundisha kwako mshirika, heshimu sana ukiingia ule mlango. Taratibu za kuingia huko ndani, heshimu sana. Unaweza ukapoteza muujiza, unaweza ukaharibika, kwa sababu hapa ni patakatifu pa Bwana. Alafu hapa pana vita pamoja na ufalme mawili, uharibike au utengenezwe. Ukiisha pazoelea umeharibika, ukipaheshimu umefanikiwa, kwa sababu mbingu inakuheshimu, kwa sababu mbingu inakutazama, kwa sababu umepaheshimu patakatifu pake. Hauwezi kupanajisi patakatifu pake, hauwezi ukapazoelea patakatifu pake. Kama hauwezi kupazoelea mahali hapa, hauwezi kumzoelea Mungu. Kama hauwezi kupazoelea mahali hapa, hauwezi kumzoelea mtumishi wa Mungu. Kama hauwezi kupazoelea mahali hapa, huwezi kukizoelea kitakatifu cha Bwana chochote. Ila leo watu wamezoelea. So kuna kitu nataka niseme na wewe. Mwambie jirani yako, kuna vitu nataka niseme na wewe. Mambo ya Walawi yamezungumza katika engo hizi. Sasa madhabahu hii ambayo inazungumza katika kanuni zake ni madhabahu ambayo wewe umefanya hapo kumwabudu Mungu, kumtafuta Mungu, kuziona baraka, kuona uwepo wake na nguvu zake. Mambo ya Walawi 10 mstari wa 8 mpaka 11. Isikilize hii, itakusaidia. Biblia inasema, ndio. Kisha Bwana akanena na Haruni. Kisha Bwana akanena na Haruni na kumwambia, usinywe divai wala kileo chochote. Usinywe divai wala kileo chochote.
wewe wala wanao pamoja nawe hata mwingiapo ndani ya hema ya kukutania, hata mwingiapo katika hema ya kukutania, ili kwamba msife. Amri hii itakuwa ni amri ya milele katika vizazi vyenu. Amri hii itakuwa ni amri ya milele katika vizazi vya kikuhani. Kisha mpate kupambanua kati ya yaliyo matakatifu na yaliyo ya siku zote. Kisha mpate kupambanua vitu, mambo matakatifu na yaliyo ya siku yote, ya siku zote. Na kati ya yaliyo najisi na hayo yaliyo safi. Na kati ya vitu vilivyo najisi na vitu vilivyo safi. Tena mpate kuwafundisha wana wa Israeli amri hizi zote. amri hizi zote ambazo Bwana amewaambia kwa mkono wa Musa. Kupitia Nabii Musa anatoa maelekezo kwa Haruni. Halafu baada ya Nabii Musa aliyewekwa wakfu na Bwana kupeleka ujumbe kwa Haruni na kumuordaini Haruni, akamweka wakfu juu ya madhabahu. Mungu hakusema na Haruni kabla Musa hajasema na Haruni. Musa alipomweka wakfu Haruni, ndipo Mungu akaenda kusema na Haruni, akimpa taratibu za kusimama patakatifu pake, akimwelekeza namna ya watoto wake na sheria ya madhabahu, namna ya kuitunza madhabahu, namna ya vitu vya kutokufanya juu yake, na namna ya kutembea ndani yake. Na kitu anachowaambia, anawaambia wasiguse divai wala kileo. Leo hii wahubiri usiku mzima amelala na kunywa pombe, Tusker, Serengeti, asubuhi anasimama patakatifu, kisha anatembea na liturujia, kisha kanisa limejaa, kisha kuna baraka, watu wanahitaji deliverance. Kwa hiyo wacha ninywe kinachopotea, roho ya kupambanua mambo matakatifu, mambo mazuri Mungu anayoyataka, roho ya kupambanua ndani ya kanisa inaondoka. Unajisi, watu wanahubiri vitu ambavyo leo hii havi make sense kwa kanisa. Wanatukuza dhambi, wanahubiri dhambi kwamba ni sawa na ni haki. Kwa sababu gani? Wamelewa, wamepanajisi patakatifu pake. Nini kita happen kwa mtu unayetegemea baraka? Angalieni watumishi, mahali unapopaabudu lazima tupaheshimu. Weka taratibu za kiroho mwenyewe. Hiki sitafanya, la ni amiwe na mwenye madhabahu aliyeitwa na Bwana, do it, nitafanya. Hapo sitasogea, kwa ufunuo nitasogea, pasipo ufunuo sitasogea. Kwa sababu kanuni itakusaidia kukutengeneza na kukuimarisha katika vitu vya kiroho. Kanuni ya kimwili itakusaidia kuvitunza vitu vya roho, kwamba ninakaa kwenye hivi viti, sitakanyaga mahali hapa isipokuwa kwa ufunuo, na vile nitakuwa ninapakanyaga kwa sababu panaitwa patakatifu na pamewekwa ile kapeti. Pindi nitakapokanyaga kuna something that happen juu ya maisha yangu. Sitapakanyaga alafu nikatoka jinsi nilivyo. Hii ni imani na ni kiwango nilichojiwekea. Pindi nikiweka mguu wangu pale, ile nguvu ya madhabahu, ile neema ya madhabahu, lile neno la siku basi linivae, nitembee na ile neema, nitembee, sitapakanyaga kikawaida. Wanashangaa, unawezaje? Waombaji mnalala hapa, unakapa ukiwa hapa, umepazoelea. Yaani kama siku inatokea mwombaji ukakimbizwa huko hapa, umepazoelea. Ukakabwa kwenye ndoto huko hapa, umepazoelea. Panaitwa patakatifu, patakatifu. Hapa huko patakatifu, hapa ni papataki.
mawili. Kama hapajanajisika katikati ya kusanyiko na mbingu ikanyamaza, taratibu za kiroho umezivuka. Kanuni moja ambayo wana wa Israeli waliambiwa, mwanamke akiwa najis, akiwa katika PO, haruhusiwi kusogea patakatifu. Leo hii watumishi wa Mungu, waimbaji, wahubiri, watu wa Mungu, unakuja huko pia unasimama hapa, unakuja huko tu pili na unalala hapa. Kesho tutapambana tu. Tutapambana, uwepo unakatika. Tutaanza kushikana, nani katenda dhambi? Tutaanza kushikana, mbona uwepo haupo? Ni sheria na ni kanuni ya kiroho, kwa sababu ukiisha tengeneza sheria ya kiroho kwa mtu, unapokuwa najis, kuna neema, uwepo wa Mungu unakatika. Yaani mwanamke unapokuwa kwenye siku, kuna uwepo wa Mungu unakatika, unaisha. Kwa hata uhubiri, hata uimbe, unaimba ukiwa ikaboni, hata ufanye nini, utapambana katika ulimwengu wa roho. Sema mwanaume, kama utajinajis kwa chochote kile, uwepo utaondoka, na unapofika mahali hapa unapanajis, yani unanajisi patakatifu pote. Tutaanza kutafutana kwamba ibada leo sijaielewa, kuna samani amesimama. Haleluya. Mungu atusaidie. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Rudia kusoma Walawi 18:11 mtanielewa. Biblia inasema, kisha Bwana akanena na Haruni. Baada ya Musa kumweka watu wa Haruni, Bwana anageuka ananena na Haruni na kumwambia, alafu anamwambia, usinywe divai wala kileo chochote. Usinywe divai wala kileo, maana wewe ni kuhani madhabahuni pa Bwana. Utakuwa najisi unapotumia hivyo vitu. Wewe wala wanao pamoja nao. Wewe wala kizazi chake, usinywe kileo wala wanawe pamoja nawe. Hapo mwingiapo ndani ya hema ya kukutania. Usinywe divai, usinywe kileo. Pindi unapoingia kwenye hema ya kukutania, lazima uwe safi, ili kwamba msife. Moja, usife. Amri hii itakuwa ni amri ya milele vizazi vyenu. Amri hii ni amri ya milele katika vizazi vyote vya kikuhani, juu ya madhabahu zote za Mungu mtakatifu aliye hai. Na Yesu Kristo anapohubiriwa, kuna sheria ya kanuni, kuna sheria na taratibu za kuhani na kizazi na watu wanaoabudu mahali hapo. Yaani hii madhabahu ina kanuni. Na mimi sasa hivi nataka niifanye ile kanuni iwe dhahiri. Yaani sasa hivi nataka niifanye ile kanuni iwe dhahiri, ili tuweze kuwa baraka. Ile kanuni lazima iwe dhahiri, maana yake iwe na nguvu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Katika vizazi vyote, maana yake kila mtumishi ambaye yuko chini yangu, hii kanuni ni ya kwake. Marufuku kunywa kileo wala kunywa divai, maana yake unajisi wowote usipatikane kwetu. Patakatifu. Amen. Amen. Jumapili kuna sinari moja ilipita, haikuwa nzuri, na ilileta shida mpaka vyombo vikaungua. Ijumaa na jana nimeshinda hapa nikiweka sawa. Nadhani nilikuwa kwenye ibada ya Jumapili, niliuliza ile kijana, kuna shida? Na alikaa pale, and then akatoka pale na simu ikiita, na akatoka akaenda kupokea. Na huyo mtu anasimama patakatifu, amekaa kwenye jiko ambao kuzimwa analiogopa. Na huyu ni Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuhani asipokuwepo, Biblia itasema kwa uchache. Kwa uchache. Na vingine anaweza akasema visifunuliwe kwako. Kwa sababu usipovifuata vitu havitokei. Si ni hekima imefunuliwa kwa nabii
kwa kuhani ni hekima imefunuliwa ya Mungu juu ya jambo. Hekima ifunuliwayo itafute. Kama unaandika, andika hekima ifunuliwayo. Itakutoa, itakukuza, itakubariki, itakulinda. Hekima ya Mungu kwa kuhani na kwa nabii inapotoka, cheki kanisa vile linaoperate. Hekima ya Mungu kwa nabii inapotoka, angalia muamini anapoipokea na anapo-operate. Kuna hekima nyingi sana za Mungu nimezisema kwako. Kuna hekima nyingi sana za Mungu nimezihubiri kwako, ila namna ulizipokea na namna ulizifanyia kazi. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19. Kile kitu ulikifanya ni hiki. Baada ya hekima ya Mungu kwa kinywa cha PJ Prophet, nikahubiri habari hizi, wewe kama mwamini. Wathesalonike wa kwanza 5:19. Biblia inasema, ndio, msimzimishe roho. msimzimishe roho. Msitweze unabii. Msitweze unabii. Jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema. Yajaribuni mambo yote, lakini mlishike lililo jema. Unalijua jema. Jaribuni mambo yote, lakini mlishike lililo jema. Ninaweza nikahubiri mambo mengi, lakini kila mmoja anashika lililo jema kwake, kwa sababu ya kutimiza unabii na kutokumzimisha roho. Hekima ya Mungu inapofunuliwa kwa kinywa cha nabii na ukamzimisha roho wa Mungu, kutokutenda, kutokuomba, kutokufunga, kukosekana ibada, ni kumzimisha roho wa Mungu ndani yako. Nasema yajaribuni yote, lakini mlishike lililo jema. It's not easy kujaribu yote. Hapa ndiko watu wamekosa mawasiliano, kwa sababu wamesimama wakiwa najisi patakatifu, na sheria ya patakatifu imewapotoka. Waamini nao sheria ya madhabahu wameivunja, na namna wanaingia hekaluni, wanaingia wakiwa tayari wamemzimisha Roho Mtakatifu. Wameyajaribu mambo mengine, wameyashika mabaya sio jema. Hivi nikuulize, kama Mungu angetafuta ubaya wako, ungekuwepo leo hapa? Ila amekutazama katika yaliyo mema akakupa uhai. Amekutazama katika yaliyo mema akakupa uhai. Kama Bwana angeangalia weakness ulio nayo, ubaya ulio nao, usingekuwa hai leo. Yajaribuni yote, lakini lishike lililo jema. Kwa Mungu yako mambo lazima uyajaribu, lakini kwenye ibada ya leo shika lililo jema ili ufanikiwe. Lazima unabii ukamilike kwa sababu umelishika jema, na hekima ya Mungu ndani ya kinywa cha PJ Prophet imefunuliwa na ukaliishi lile neno. Kutokuzoelea ibada, kutokupazoelea patakatifu, kutokuzoelea chochote kile unatoweza unabii. Kwa sababu unamzimisha roho. Nilifunuliwa katika roho, nikanena katika roho, ili afanye kazi ndani yako. Madhabahu huwa zina communications. Madhabahu yako ilipokea vipi? Madhabahu iliyo ndani yako ilipokea vipi?
na hicho kitu kinakuwa produced kwa muda upi ili kicomplete katikati ya majira, katikati ya season, katikati ya mtembeo ulio nao, unaweza ukautweza unabii na unabii ukanyamaza. Mkono wako sana, Yesu nisaidie. Siku ya leo chochote kile kilichonyamaza katika unabii kutoka madhabahuni pako, ninaomba unitazame katika huruma yako. Amen. Hallelujah. 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 Ukisha kuwa na haya mambo, kanuni inayofuata namna ya kutunza moto wa madhabahu. Moto wa madhabahu unatunzwa. Hiyo madhabahu ndani yako inatunzwa. Kwa sababu moto wa madhabahu yako ndani ikikosa moto, uvamizi wa kiroho unakuwa wazi, mwingi. Kwa nini unasumbuliwa na mapepo? Kwa nini unasumbuliwa na uchawi unaokutesa ndani? Ni kwa sababu ya ule moto wa Mungu wa madhabahu ndani umekosekana. Yaani roho wa Mungu ndani yako amezima. Ndio maana mapepo yanakusumbua, uchawi unakusumbua, ni kwa sababu ya ule moto wa madhabahu ndani yako haupo. Sio moto wa madhabahu hii ya Eliola. Ndio maana ukitoka nyumbani kuna mengine yanakuacha na kusubiria nyumbani. Ni kwa sababu anajua kwenye madhabahu ya Eliola kuna moto, tutachomeka. Ila ndani ya mwili wa huyu mtu moto haupo. Kwa hiyo tutamsubiri akitoka. Akienda kanisani hamna, akirudi nyumbani shida ile ile. Ni kwa sababu moto wa madhabahu ndani yako umezima. Sasa ili uweze kuwa baraka, ni lazima tujue namna ya kuutunza moto wa madhabahu kama kuhani, moto wa patakatifu kama watumishi, na kutunza moto wa madhabahu ndani yako. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mambo matatu. Kutunza moto wa madhabahu isiyohamishika kwa makuhani na watendakazi. Kutunza moto wa patakatifu kwa watendakazi na kuhani. Kutunza moto wa madhabahu iliyo ndani yako, ili mapepo yasinuke kukuweza, ili uchawi usinuke kukuingia, ili kuzimu isifanye uharibifu wowote. Utegemea moto ulio ndani ya madhabahu yako. Maana hii madhabahu ya ndani ikiwa na moto, mwili wote ni moto.